tumia hekima ya kumfanya mtu wa bid'a aongoke kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio ufanye hikma za kutaka akupende. Ikiwa utatafuta kupendwa na watu wa bid'a, basi ipo siku utajikuta umeingia kwenye uzushi wao. Hakuna anayependwa na watu wote, haiwezekani. Hata mtume akupendwaga na watu wote. Jitahidi sana usimame kwenye sunna, usimame kwenye haki, na wala isiwe malengo yako ni kupendwa na kila mtu. Ukiwa kwenye haki inatosha kupendwa na watu wa haki. Msimamo ni muhimu sana kwenye dini yako. Kuwa makini sana. Sitaki kufanya dawa kila mtu apendezwe nawe, kila mtu akupende katika dawa yako. Hilo jambo sahau, ndugu yangu. Na miongoni mwa watu wenye shari, watu wabaya, ni mtu ambaye ni dhulwajihain, mtu ambaye ana nyuso mbili. Yati ila haulai biwajhin wa ila haulai biwajhin, yani anakuja kwa upande huu, anakuja nao, yani anakuja kwa uso fulani kuonyesha kuwa yuko pamoja nao, na akija upande wa huku anakuja kuonyesha kama yuko pamoja nao. Na katika walinganizi wengi wa sasa ambao wanafanya dawa sasa, wanakuwa tabia kama hizo. Aikutana na watu wa bid'a, fanya mambo ya mujamalati wa mudahanat, pakana mafuta nini, unaona bwana kadha waka. Aikutana na watu wa sunna, fanya sasa ndio amekuwa naona kazi mnayoifanya nini na nini. Sufyan ibn Abdullah Thaqafi, mtume alimwambia qul amantu billahi thumma istaqim, sema ni muamini Allah kisha uwe na msimamo, sababu imani bila msimamo ni shida. Inabidi uwe na msimamo, sio unakaa tu hapo tu imani msimamo zero. Na faida gani sasa?